mstari ule wa kwanza na nitasoma kwenda mstari wa 4. Mwanzo sura ya 37. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake. Ninasoma Mwanzo 37, nimeanza mstari wa kwanza. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu alikuwa mwenye miaka 17, alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake za baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wangapi jamani? Maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa namna gani. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru jioni ya leo. Tupatie maneno ambayo yanatoka katika haya tuliyosoma, yatakayogusa mioyo yetu na kutusogeza karibu zaidi na wewe. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amina. Kitabu cha Mwanzo kina main characters kama 8 hivi. Wale mnaosoma na kusomea Biblia mtagundua kitabu cha Mwanzo kina main characters, sijui ni watu gani, kama 8 hivi. Wapo wengi lakini 8 ndio wale ambao wanaonekana zaidi. Wa kwanza ni Mungu, wa pili ni Adamu, wa tatu ni Eva, wa 4 ni Nuhu, wa 5 ni Abraham au Ibrahim, wa 6 ni Isaka, wa 7 ni Yakobo, na wa 8 ni Yusufu. Hawa ndio wanaonekana sana, kama ni movie, hawa ndio wanaonekana zaidi kuliko wale wengine. Leo natamani tumuangalie mmoja anayeitwa Yusufu. Yusufu ambaye kwa kweli ukisoma vizuri Biblia utagundua ya kwamba Yusufu anabeba sura halisi ya Yesu kwenye Agano la Kale, hasa kwenye kitabu cha Mwanzo. Hasa kwenye kitabu cha Mwanzo. Vipo vitu vinavyofanana kati ya Yusufu na Yesu. Na nikwambie mimi, kati ya vijana ambao wameni-inspire sana waliopo kwenye Biblia, mmoja wapo ni Yusufu. Yusufu ni moja ya vijana walioko kwenye Biblia ambao wamenifanya mimi leo niwe hivi nilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nimejifunza habari za Yusufu kwa muda mrefu na nikampenda Yusufu. Na natamani watokee vijana wa kike na wa kiume leo ambao wataishi maisha kama aliyoishi Yusufu. Kuanzia nyumbani, kanisani, shuleni au chuoni, hata kwa jamii iliyokuwa ikimzunguka. Yusufu amekuwa ni mfano bora wa kuigwa, na mimi Yusufu ni role model wangu kama kijana. Hivi mnaniona mimi mzee? Ni kwa sababu tu zile hela hazijaja. Zitakapokuja mtaona nikitokea kwenye uzee nikielekea kwenye ujana zaidi.
Ni bado mvulana tu, wala msitishwe na hivi ninavyoonekana. Kwa hiyo Yusufu ni moja ya watu katika Biblia, katika Agano la Kale, hasa katika kitabu cha Mwanzo, ambaye anafanana sana na Yesu. Ngoja nikupeleke kidogo uone. Yusufu alikuwa ni mchungaji wa kondoo. Yesu naye alikuwa ni mchungaji wa kondoo. Sasa muda hautoshi sana kukusomea mafungu ya Biblia, lakini basi kama utahitaji hili somo hata nje ya kikao, nitakupatia na maneno ya maandiko. Lakini Yusufu alikuwa ni mchungaji wa kondoo na Yesu alikuwa ni mchungaji wa kondoo. Yusufu alikuwa ni mwana aliyependwa na baba yake, na Yesu naye alikuwa ni mwana aliyependwa na nani jamani? Na baba yake. Yusufu aliishi na baba yake kabla ya kushuka kwenda Misri. Yesu naye aliishi na baba yake kabla ya kushuka kuja hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu katika Biblia utamuona akiwa anachukiwa na ndugu zake kwa sababu alipendwa na baba yake, lakini kwa sababu pia ya maneno aliyokuwa akiyasema. Alichukiwa na ndugu zake kwa sababu alipendwa na baba yake na kwa sababu ya maneno ambayo alikuwa akiyasema mbele ya ndugu zake. Yesu alichukiwa na ndugu zake, na alichukiwa kwa sababu alisema Mungu ni baba yake, na alichukiwa kwa sababu anasema mnanichukia kwa sababu ya lile neno, mnanichukia kwa sababu ya neno nililolileta kwenu. Yusufu aliyaona maisha yake ya baadaye. Ukisoma vizuri habari za Yusufu, Biblia inasema Yusufu alikuwa akiota ndoto, lakini kwa kweli Yusufu alizokuwa anaota hazikuwa ndoto. Kama ni Kiswahili kizuri tunaweza kusema Yusufu alikuwa akiona njozi. Yusufu alikuwa akiona maono. Yusufu alikuwa akiona maisha ya baadaye. Lakini Yesu naye aliona maisha ya baadaye. Ndugu zake Yusufu walitafuta kumuua. Na Yesu naye alipokuja duniani, na Biblia inasema alikuja kwa walio wake, na hao walio wake hawakumpokea wala hawakumpenda, na baadaye wakatafuta kumuua. Yusufu aliitwa master of dreams. Yesu aliitwa master of demons. Yusufu katika harakati za kutaka auawe, alitokea mtu anaitwa Ruben. Alitafuta sana namna ya kumuokoa. Na Yesu katika harakati za kutaka auawe, mnakumbuka ni nani alitafuta harakati za kumuokoa? Pilato. Pilato alitafuta namna ya kumuokoa Yesu, kama ambavyo Ruben alitafuta namna ya kumuokoa Yusufu. Yusufu, Biblia inaonesha ya kwamba walipokuwa wakitaka kumuua, walijadili kuhusu vazi lake. Na Yesu naye walipokuwa wakitaka kumuua, walijadili kuhusu vazi lake. Yusufu, watu walipokuwa wanakusudia kumuua, ilikuwa ni wakati wa chakula, na Yesu
Nilikuwa nasema nini? Wakati ulipofika wa chakula, ndipo Biblia inasema Yuda Iskarioti, Yuda ambaye hakuwa peke yake, hakuwa Mgalilaya miongoni mwa wanafunzi 12, aliyetokea kwenye kijiji kinachoitwa Karioti. Yeye ndiye Biblia inasema Yesu alipompatia lile tonge, shetani akamuingia. Ilikuwa ni saa ya chakula kama ilivyokuwa wakati wa Yusufu. Biblia inasema Yusufu aliuzwa kwa fedha. Ndivyo pia inavyosema habari za Yesu, aliuzwa kwa vipande vya fedha. Biblia inasema Yusufu alijaribiwa lakini hakutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yesu naye alijaribiwa katika mambo mangapi, lakini hakufanya dhambi. Biblia inasema Yusufu aliwalisha ndugu zake waliokuwa na njaa, na Yesu naye aliwalisha ndugu zake watu ambao aliwakuta wakiwa na njaa. Muda usingetosha kueleza kila kitu kuhusiana na vitu vinavyofanana kuhusiana na kati ya Yesu na Yusufu mwana wa Yakobo, maana wote walikaa kati ya wahalifu, na mambo mengi ambayo yanafanana kati ya Yusufu na Yesu wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu aliishi kwenye hii dunia. Nimesikia mkisema kuna wanaoishi na wanaofanya nini? Mimi nadhani kuna wanaoishi na wanaoishia. Yusufu alikuwa akiishi, yani wakati wengine wanaishia, Yusufu alikuwa anaishi duniani. Yusufu hata wazazi wake walifurahia kuwa na mtoto anayeitwa Yusufu, kwa sababu hakuishi tu leo. Nilikuwa na rafiki yangu kule Dar es Salaam, ukitaka kujua amepata pesa anakuwa ameloa mafuta ya chipsi mdomoni. Yusufu alipokuwa akiishi alikuwa anaona miaka ya baadaye, alikuwa akiona vizazi vya baadaye vinavyotokana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu hata akiwa gerezani alikuwa haoni gereza, anaona gereza kama jiwe la kurukia kwenda mahali fulani kwenye maisha mengine. Yusufu aliwaambia hata wazazi wake, niliona mkinitumikia, mkininyenyekea. Na ndugu zake kilichofanya wakamchukia Yusufu ni kwa sababu ni kana kwamba alionekana kama anawadharau, lakini alikuwa akiona maisha ya baadaye. Yusufu amekuwa kijana aliyeni-inspire sana katika maisha yangu ya ujana. Na hata miaka ile ya nyuma nikiwa mlinzi, ninalinda ile guest pale Dar es Salaam Ubungo, watu walipokuwa wananiuliza upo hapo kwenye ulinzi wako, nawaambia mimi sio mlinzi, ila naangalia walinzi wanavyopata shida, ili siku nikiwa na walinzi wangu nione namna ya kuishi nao. Na ninamshukuru Mungu kwamba siku ilipofika watu wanajenga ukuta kuzunguka nyumba yangu, nikawaambia hapa getini wekeni eneo la kujenga kibanda cha mlinzi, ili unabii utimie ya kwamba nilikuwa nikiona nikitumikiwa na kulindwa na walinzi. Yusufu ameni-inspire sana kama kijana ambaye aliamua kutembea na Mungu maisha yake yote, na Mungu alitembea pamoja naye. Mungu alitembea pamoja naye. Natamani watokee vijana wa kike na wa kiume katika kambi hili la mwaka huu ambao
watasimama kama Yusufu, watatembea kwenye barabara ya maisha ambayo Mungu ataamua kutembea pamoja nao katika maisha yao yote. Bila kujali watakuwa wametokea kwenye background ya namna gani, bila kujali wametokea kwenye familia za namna gani. Ngoja nikwambie, mimi mnayeniona hapa, kijiji nilichozaliwa huenda hata kwenye ramani ya Tanzania hakimo. Lakini mara baada ya kubatizwa kwenye hili kanisa, nikawa nimezaliwa mara ya pili. Kila kitu changu katika maisha yangu kilizaliwa mara ya pili. Na nilimwomba Mungu kwamba nijitengenezee ulimwengu wangu tofauti na ulimwengu niliyotokea, tofauti na familia niliyotokea. Ngoja nikwambie, mimi kwa taarifa yako, kwenye ukoo wetu wote, mimi ndio mtu wa kwanza nimewahi kusoma mpaka nimefika chuo kikuu. Unaweza usielewe sana. Okay, nimesoma kwa kuungaunga na gundi, mara QT, mara nini, lakini sina degree. Wakiitwa wenye degree sina, napanga foleni. Mimi kwenye ukoo wetu wote ndio mtu wa kwanza nimewahi kupanda ndege. Yani unajua zamani mimi nilikuwa naomba Mungu, sasa Baba, na mimi yani watu naona wanaruka huko angani, na mimi siku moja hata nisindikize maiti tu. Na ngoja niwaambie, vile unavyoomba, mimi sijui Fanueli ametoa wapi, lakini mimi moja ya vitu nimeamini, hivi ulivyo leo ni matokeo ya vile ulivyokuwa unaongea na kuwaza na kufanya mambo siku zilizopita. Mimi mnayeniona hapa ni matokeo ya vile nilivyokuwa nawaza siku za nyuma. Yusufu ambaye alikuwa ikulu, nilikuwa namsoma mahali fulani kwenye Mwanzo, Farao anamwambia Yusufu, mtu yeyote hata nyanyua hata mguu wake isipokuwa kwa neno lako Yusufu. Yusufu ambaye alikuwa ikulu, Yusufu ambaye alikuwa waziri mkuu, alikuwa ni matokeo ya vile ambavyo alikuwa anaongea nyumbani akiwa mdogo na kaka zake. Jamani, si ni kweli? Kwa hiyo na mimi nilikuwa namwambia Mungu, siku moja na mimi, siku moja tu basi, siku moja yani hata siku moja tu nikipanda ndege, alafu baadaye Yesu uje, sio mbaya. Kama leo ninavyoomba Mungu, basi niende Marekani, hata kama yani hata kama nitaenda siku kufanya, lakini nifike tu Marekani nirudi. Hata kama ni siku hiyo hiyo watanifukuza. Mnadhani Yesu atakuja kabla sijaenda? Nitaenda tu. Yusufu alikuwa ni mtu anayejua kwa nini anaishi duniani. Tangu alipozaliwa, ukimuuliza unataka kuwa nani ukikua, anakujibu tu kirahisi, nataka kuwa waziri mkuu. Na huenda kaka zake wanamcheka, wazazi wake walishangaa. Mahali fulani Biblia inasema Yusufu kuna maneno aliongea, baba yake na mama yake wakayaweka tu moyoni, yani wala hawakuhangaika nayo. Leo asubuhi wanawake wa Dodoma leo wamekutana kwenye mtaa wangu, na nilienda pale nikaongea hapo kidogo, baadaye nikaondoka, maana leo nilikuwa na vikao vingi na mambo mengi ya kufanya. Sasa nikawa nawaambia pale kwamba sasa hivi mimi hata mawazo yangu, njozi zangu, mambo yangu nilionayo, hata mke wangu simshirikishi, kwa sababu yani niliwahi tu kumwambia siku moja, tumeamka asubuhi, mke wangu, unajua nimeota usiku kwamba tumejenga hapa jengo la gorofa, kwa hiyo nataka sasa niite kikao cha hawa wagogo wanaonizunguka, niwaambie wafunike vyoo vyao.
Unajua yule mama alicheka, yani mpaka baadaye namkuta tena, nakuta anacheka, namuuliza unacheka nini? Anacheka kile nilichomhadithia. Kwa hiyo sasa hivi nimeamua simshirikishi mambo yangu, hata nikiota simshirikishi tena. Okay, maisha sio bahati. Yusufu alijua hilo, kwamba life is how you make it. Maisha ni vile unavyoyatengeneza kuanzia kichwani mwako. Mithali 18 nafikiri 22 au 23 anasema uzima na mauti upo katika nguvu ya ulimi. Namna unavyojisemea, namna unavyojiwazia, namna unavyojiona, ndivyo unavyotengeneza maisha yako ya baadaye. Yusufu alitengeneza msingi wa maisha yake mapema, na alijua kabisa ni mimi tu Yusufu ndiye ninaweza kujenga msingi wa maisha yangu, na hakuna mtu mwingine yeyote anaweza kuja kunisaidia kujenga msingi wa maisha yangu. Kwa hiyo alifanya maamuzi yake kiroho, kijamii, kiuchumi, kinini kingine, kisiasa. Nyinyi si huwa sijui mna shetani gani huwa hampendagi kusikia neno siasa. Mna shida tu. Mna shida. Hiyo wakati fulani nikiwa nachunga mahali, wamama wawili wamekuja, mchungaji tunataka kugombea sijui na nini, nikasema njooni kwanza niwaombee. Nikawaombea kabisa. Mchakato ukafanyika. Unajua wamama walikuwa zaidi ya 40. Huwezi kuamini walipita tu wale wanawake wawili wakawa wabunge. Sasa sisi Wasabato huwa mpendagi watu kugombea kwenye siasa, ila wakishaapishwa mnataka waje kuwa wageni rasmi kwenye siku za majengo. Sijui huwa mna shida gani. Kwa hiyo Yusufu alifanya maamuzi yake mpaka ya kisiasa akiwa mdogo. Jamani, kwani waziri mkuu si ni mwanasiasa? By the way, zamani kulikuwa na masihi wa aina 3. Kulikuwa nabii, kuhani na mfalme. Wote hao walikuwa wanaitwa masihi na walikuwa watiwa mafuta, bila kujali kwamba huyu mfalme ni mtu wa kisiasa. Sasa hili sio somo langu la leo. Somo langu la leo ni Yusufu. Yusufu alifanya maamuzi kwenye kila nyanja ya maisha yake. Yusufu alijua ya kwamba kama kuna mtu atanichukia mimi Yusufu, basi anichukie kwa sababu zake tu, lakini nitatafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote duniani. Wewe umejitengenezea maadui karibu 6 na una miaka hata 40 hujafikisha. Ukifika miaka 60 si utakufa kwa kubeba watu moyoni? Yusufu, mnakumbuka baada ya kuwa amewasaidia ndugu zake, mwisho pale anawaambia nyinyi mlikusudia kuniua. Yaani sio kwamba sikujua, ila Mungu alikusudia nitangulie huku Misri nije nihifadhi uhai wenu. Unajua ukiwa mtu wa Mungu, unajua ukimtanguliza Mungu kwenye maisha yako, hautabeba watu moyoni. Yusufu mimi ameni-inspire sana. Wapo vijana wengi kwenye Biblia, nimesoma habari zao, lakini mmoja wao kati ya wachache sana ni Yusufu. Yusufu, ungekutana na Yusufu ukamuuliza miaka 5 ijayo utakuwa nani, utakuwa wapi, ukifanya nini, Yusufu asingepata kigugumizi. Ungekutana na Yusufu umwambie nikikupa milioni 50 sasa hivi utafanya nini? Ngoja niwaambie, mimi nyumbani nina notebook inaitwa kama nikipata hela. Inaitwa hivyo. Na ukitaka kuja nyumbani kwangu nikuonyeshe, nitakuonyesha. Ila huwa sionyeshagi kila mtu, kwa sababu wengi nikiwaonyesha wanacheka mpaka wanaanguka.
Na mtu mmoja alisema kama mipango yako huwezi ukiwaelezea marafiki zako hawacheki, bado hujapanga vizuri. Yusufu alikuwa anajua anakokwenda. Mtu mmoja alisema kama hujui unakokwenda kwenye maisha, mahali popote ulipo panaweza kuwa mwisho wa safari yako. Kama kijana msomi, jua unakokwenda kwenye maisha. Usitembee tu kwenye maisha hujui unakwenda wapi. Maisha sio bahati. Kuna watu wanadhani kuna roho inaitwa bahati huwa ina move hapa duniani, ikimvamia mtu ndio mambo yake yanakwenda vizuri. Wewe usiwe muumini wa hiyo dini. Maisha ni mipango, maisha ni malengo, maisha ni bidii ya kazi. Maisha ni kuto kuchagua nini cha kufanya, ili mradi tu ni halali, fanya, na kupitia hicho Mungu atabariki maisha yako. Yusufu hakuchagua kazi. Alienda kuwa house boy, shamba boy. Si ndio mnaitaga siku hizi shamba boy? Shamba boy. Ila hata ungemuuliza akiwa pale kwa Potifa, anafagia uwanja, anafyeka majani, analisha ng'ombe, anakusanya mayai ya kuku, umuulize wewe Yusufu, utakuwa nani kwenye hii dunia? Angekujibu nitakuwa waziri mkuu. Na huenda ungecheka. Huenda ungecheka. Huenda ungecheka. Na nikwambie kwenye haya maisha, kijana, uwe na njozi. Uwe na mambo unayoyaona mbele kule. Uwe na vitu, uwe na wewe unayejiona miaka 20, 40, 50 ijayo. Siku za nyuma wakati nilikuwa nafundisha vijana, mimi napenda sana kukaa na vijana, of course. Napenda sana. Na nikifikaga nikiongea na vijana, nikifika kwenye mfano, ninasema kwa mfano mimi. Huwa sisemagi kwa mfano rafiki yangu yuko Marekani. Huwa ninasema kwa mfano mimi. Miaka ya nyuma nikiwa mwinjilisti, niliwahi kuhubiri. Mkienda kanisa linaitwa Kibangu Juu. Niliwahi kuhubiri, nikawaambia washiriki kwamba mchukue namba zangu kwa sababu kuna wakati utatamani uniguse, alafu utaambiwa na walinzi kwamba labda uje kesho kutwa. Na siku moja nikawa sasa tuko mahali fulani hapa, nikawa namwambia rafiki yangu mmoja wa hilo kanisa kwamba unajua sasa hivi nimepata safari, ninaenda kutalii kwenye nchi za Biblia. Akaniuliza isije kaa ile mambo uliyokuwa unahubiri ndio sasa yameanza. Nikamwambia afadhali wewe umeshajua kwamba nilikuwa ninasema. Okay. Asubuhi ya leo namuuza Yusufu mbele yako, ya kwamba unaweza kuwa Yusufu wa leo. Unaweza kuwa Yusufu wa leo. Kwa kuwa na Mungu, kuamua kwamba Mungu awe kipaumbele namba 1 kwenye maisha yako ya ujana. Na niwaambie kwa umri mlionao ninyi hapa, maana sioni mtu mzima. Kwa umri mlionao ninyi hapa, unaweza kuwa chochote unachotaka kwenye hii dunia. Lakini ukiamua kama Yusufu kwamba baadaye natamani ndugu zangu waje wagonge geti la nyumbani kwangu, waje kuomba chakula. Na inawezekana. Unaweza kuamua leo kwamba miaka 10 au 5 au 20 ijayo, kwenye kanisa utakaloenda kuishi, kusali, wakitafuta mgeni rasmi kwenye siku ya majengo, waanze kufikiria jina lako kwanza. Inawezekana. 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 Siku za nyuma wakati nafundisha vijana nilikuwa nawaambia hawa kina mengi baadaye hawatakuwepo. Wewe unatakiwa uwe mengi wa baadaye. Sasa hivi si kina mengi hawapo.
nani amemreplace Mengi? Je, ni huyu ambaye anaishi anaamini maisha ni bahati, kwamba na mimi huenda kuna siku wakati simu zinaingia? Nilipokuwa nina kasimu kangu kadogo hivi kanaitwa Sony Ericsson, mtu mmoja akaniuliza swali kwamba hivi nikiokota simu nafanyaje? Nikasema wewe kwa sababu huna akili hautapata simu. Unajua kuna vijana wenye akili za namna hiyo kwamba hivi na mimi siku bahati ikinivamia, hiyo roho inayoitwa bahati ikinivamia. Usiwe muumini wa hiyo dini. Mimi niwaambie, kwenye maisha nilionayo sasa, baada ya kuwa nimejitambua, I wish ningerudi niwe na miaka 22 ili nitengeneze mipango ya miaka kadhaa. Of course sasa hivi nina mipango ya miaka mpaka 40 ijayo, na ninachojua nitaifikia. Kwa sababu wakati nyinyi mnasoma Biblia kwamba Mungu amesema tuishi miaka 70 au 80, mimi ninasoma Biblia aliyosema Mungu mwenyewe ni miaka 120. Yule wa miaka 70 na 80 sijui alikuwa anaumwa malaria, akaona siku ni chache, akatamka kwamba siku za maisha yetu ni miaka 70 na tukiwa na nguvu sana tutaishia 80. Lakini maneno aliyotamka Mungu mwenyewe, anasema mwanadamu ameniudhi, na kwa sababu hiyo nimepunguza siku zake za kuishi na zitakuwa miaka 120. Kwa hiyo mimi hata niko kwenye utoto kuelekea ujana hapo, kwa sababu hata miaka 60 sijafika, hata nusu ya hiyo miaka bado sijaifikia. Kwa hiyo nina malengo ya miaka 40 50 ijayo, na ninaamini kwamba Mungu atanifikisha. Nitakula matunda ya hayo malengo, nitakula matunda ya hiyo mipango. Kuna watu wako hapa hata miaka 30 hawajafikisha, lakini hana mipango hata ya miaka 10. Anaamini atakufa hapo kabla ya miaka 10. Na ukiamini kufa utakufa tu, hakuna namna. Yusufu alikuwa ni kijana wa kiroho, lakini haikuishia tu kuwa kijana wa kiroho. Unajua kuwa kijana wa kiroho lakini haujitambui, ni kijana usiye na faida kwenye dunia. Na angalia, jitahidi kuishi kwenye hii dunia, na usipotengeneza mazingira ya kuishi utaishia. Utasindikiza wanaoishi na baadaye utaishia. Yusufu alikuwa anajua kilichomleta duniani, na alikuwa anajua kesho ataamkia wapi, atakuwa nani, akifanya nini. Ninamuomba Mungu anisaidie katika juma hili, nije kwenu kuwatia moyo kwamba tukitembea pamoja na Yesu, kwamba tukitembea pamoja na Mungu, kwamba tukikataa dhambi katika maisha yetu kama vijana, na tukawa na mipango na malengo yenye akili. Jana nilikuwa nahubiri mahali fulani, nikawaambia wale watu, Mungu amesema mwenyewe kwamba mnapokuja kwangu leteni hoja zenye nguvu. Kama vijana ambao tuna akili ya kutengeneza mipango na kupeleka mbele za Mungu hoja zenye nguvu, tukiwa tumekataa dhambi na kuishi maisha matakatifu, maisha yetu yatastawi tu. Maisha yetu yatakuwa ya mafanikio tu. Hakuna namna. Yusufu alifanikiwa sana kwa sababu kwanza alimtanguliza Mungu. Na ndugu zake walipomuuza walijua wamemmaliza, lakini hawakujua ya kwamba unapozika mbegu sio kwamba umeizika, ila umeipanda. Baadaye itaota na itazaa matunda mengi. Wewe kijana unayekuja kanisani kila siku ya Sabato, unayekuja kanisani kila siku ya Jumapili,
unakwenda kanisani, unaomba, unasali, unafanya vitu vingi. Natamani Mungu atembee pamoja na wewe na abariki maisha yako. Na hiyo haiji tu kama bahati. Namna unavyofikiri, namna unavyoongea, namna unavyoongea ukienda mbele za Mungu. Wanawatania tu watu kwamba Wasabato maombi yetu mengi ni ya kuombea wagonjwa wa mahospitalini na majumbani. Halafu wasafiri wa nchi kavu na baharini na angani pia mnawaombeaga. Sasa ukimaliza kuombea hao, yani nini kinafuata? Unaomba tu sasa tunaenda kulala, utubariki kwa jina la Yesu. Mungu anasema mnapokuja mbele zangu, leteni hoja zenye nini? Zenye nguvu. Lini umewahi kupiga magoti ukaomba, halafu Mungu, malaika wakasemezana kwamba leo Mungu amepelekewa hoja yenye nguvu? Hivi hoja yenye nguvu ni wasafiri wa nchi kavu na angani. Na maisha yako malaika wakiangalia yanatia huruma. Yaani mpaka wanashangaa, hivi huyu ana shida gani? Vijana wenzangu, tuamke kama Yusufu. Yusufu aliamka, na alipoamka maisha yake hayakuwa yale tena. Ngoja niwaambie, natamani kila ninaposimama mbele yenu nitengeneze daraja kutoka kwenye kile ambacho ninakisoma kwenye Biblia. Hilo daraja lije kwangu mimi kabla halijaja kwenu. Na mimi juma hili nitakuwa mfano hai unaotembea. Nitaongea mengi. Mimi naongeaga maneno mengi. Nikiongea maneno 200, wewe chukua lile moja ambalo linakufaa, mengine niachie mwenyewe. Lakini kama utanidharau shauri yako, ila pia kama kuna kitu utajifunza kitakusaidia kwenye maisha. Mimi mwenzenu kwenye ukoo wote ndio mtu wa kwanza nimewahi kuwa na gari. Yaani hata kama ukifungua mlango kama unataka kudondoka, lakini wakiitwa wenye magari napanga foleni. Ni kwa nini? Nilipotoka kwenye familia na ukoo wangu, nikabatizwa kwenye hili kanisa, nikawa nimezaliwa upya. Na kila nyanja ya maisha yangu imebadilika milele. Nilipozaliwa mara ya pili, Mungu alitangaza kwamba huyu ni mwanangu. Na tangu nilipogundua Mungu sio baba yangu wa kambo, ni baba kabisa, maisha yangu yamebadilika milele. Namna ninavyotembea, namna ninavyokula, namna ninavyovaa vimebadilika milele. Maana Mungu ni baba yangu. Yusufu alijua ya kwamba anaishi kwenye dunia ambayo Mungu sio baba yake wa kambo. Kama Mungu ametembea na mimi, kama alivyotembea na Yusufu, anaweza kutembea na wewe. Anaweza kutembea na wewe. Kwa nini usisimame mahali ulipokaa? Simama tu.